Naam, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Karoli TV, bila shaka huu buheri wa afya ni jambo la kumshukuru Mungu. Ni kwa mara nyingine tena tunakutana live moja kwa moja, bila kusahau kusubscribe katika channel yetu ukiandika Karoli TV na unatupata mambo yanakuwa safi kabisa. Mimi mwenyewe ndo mwenyewe hapa mzee wa kazi Livinus Karoli. Mpaka baadaye ambapo tuko na wewe mwanzo hadi mwisho. Leo kwa ufupi nimetembelea ndani ya Karagwe. Ninavyoongea hapa niko katika kanisa mojawapo lililoko ndani ya wilaya Karagwe, ili liko maeneo ya Chonyonyo. Kama tunavyosikia kwa mtumishi wa Mungu, mtumishi David Geoffrey ni askofu, atatuelezea kwa namna gani katika kanisa hili kuna nini. Lakini lengo kubwa sana la kuja hapa, tunataka tujue kwa ufupi mtumishi wa Mungu historia yake. Maana tunavyotambua ni mwandishi wa habari, lakini pia ni mtangazaji, ili atuelezee historia fupi safari ya kuwa mwandishi wa habari hadi kuwa mtumishi wa Mungu, kuwa mchungaji mpaka askofu. Ni nini sasa? Kuna siri gani mtazamaji? Nasi kwanza mwanzo hadi mwisho. Mtumishi, Bwana asifiwe sana. Amina. Habari za uzima? Ni nzuri. Shalom shalom. Shalom shalom. Nimefurahi sana kukuona mtumishi wa Mungu. Asante sana, karibu. Asante sana. Naam, kwa mtazamaji na kutazama, sisi tumekutambulisha, lakini tunatamani kufahamu kwa majina yako kamili kabisa. Naam, mtazamaji unayetufuatilia, mimi naitwa mtumishi wa Mungu Askofu Daudi, kanisa la Pentekosti Imani Kuu Chonyonyo Karagwe. Naam. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake na tumeona uaminifu wake. Kwa kweli asante pia watazamaji wa Karoli TV kufuatilia. Na tumefarijika sana kuwaona. Safi kabisa. Tunashukuru sana. Ndio. Nadhani itakuwa siku nyingine tena tutarudia tena. Ndio. Sawa, tulitamani kufahamu kwanza David Geoffrey. Tumekufahamu sana takriban miaka mingi kweli kweli katika upande wa redio. Tuanze hapo. Ulianzaje, historia fupi hadi tunaingia kwenye utumishi wa Mungu? Naam, nimekuwa katika tasnia ya habari kwa miaka 17. Lakini namshukuru Mungu, baada ya hapo katikati nikapata wito wa kuanza kumtumikia Mungu. Nikasoma katika chuo cha Amo kwa ajili ya kupata maarifa. Baada ya pale nikaanza kumtumikia Mungu kama mchungaji wa kawaida. Namshukuru Mungu, sasa huu ni mwaka wangu wa pili toka nilipowekewa wakfu kuwa askofu wa kanisa la Pentekosti Imani Kuu. Na nje ya uandishi wa habari sasa namtumikia Kristo. Tuna makanisa kadhaa sasa ambayo wanafanya kazi ya kuhubiri Injili. Tuna kanisa ambalo kwa wilaya ya Karagwe makao makuu ni hapo Chonyonyo. Lakini pia tuna kanisa liko Kanoni, tuna kanisa liko Masheli, tuna kanisa lipo Akamea. Nje ya mkoa wa Kagera tunao makanisa pia mengine. Kwa upande wa Kahama tunapatikana sehemu kunaitwa Kagongwa. Lakini pia tuna kanisa Kakonko mjini Kigoma. Tuna Kasanda, tuna kanisa Kiomoka, Nyaruyoba na sehemu nyingine. Hayo mauti ya kichawi, fire 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 fire. Katika upande wa uandishi wa habari na utangazaji bado tuko pale pale bila shaka. Tunaendelea kutumikia wananchi wa Tanzania kwa ujumla na nje ya nchi, ndio maana yake. Na tulitamani kufahamu kwa ufupi, kuna ugumu gani ambao unaupata katika muda labda wa ibada, huko muda wa vipindi? Hao Mungu anatenda miujiza. Kimsingi ni nafikiria ukisoma maandiko, Mhubiri ile sura ya 3 mstari wa kwanza anasema kila jambo na wakati wake. Unapokuwa katika maisha hapa duniani, jambo la msingi ni kuweza kupangilia mambo yakae sawa sawa. Yaani usipoteze muda kufanya mambo ambayo wakati mwingine yanaweza karibu ratiba zako za kila siku. Si upati ugumu katika kumtumikia Mungu nje ya kuwa mwandishi wa habari, lakini nje ya hapo sikupata changamoto. Niliweka vizuri ratiba na namshukuru Mungu pia hata viongozi ambao nimefanya nao kazi walitambua kwamba mimi nje ya kuwa professionalism yangu ni uandishi. Wakajua sasa huyu ni mtu mwingine ambaye kwa muda huu anatakiwa kumtumikia Mungu kwa ratiba zake. Kuanzia leo siangaishe mwili wake tena kwa jina Yesu aliye hai. Aga mchomoke mwende, aga mchomoke mwende, aga mchomoke mwende, aga mchomoke mwende. Historia fupi hadi kuwa mchungaji. Je, ulikuwa na ndoto kipindi cha nyuma katika upande wa kwanza huduma? Tutamani kidogo tupatie historia labda mtumishi wangu. Kwa upande wa wilaya Karagwe tulianza huduma watu 7. Tukaanza kuabudu katika jengo ambalo lilikuwa
limejengwa, lakini alikuwa na miundombinu mizuri, lakini lengo lilikuwa ni kumtumikia Bwana. Na kwa sababu tulikusudia kumtumikia Bwana, na mkono wa Mungu ukawa sehemu yetu, wale watu polepole tukaendelea kuhubiri Injili kupitia mikutano ya Injili, lakini tukamuomba Mungu sana. Basi kanisa likakuwa polepole mpaka kufikia ambapo kwa sasa tulipo. Okay. Tunamshukuru Mungu, tuna ongezeko la watu. Okay. Na hata maandiko pia, kuna mifano miwili ambayo imetolewa katika Biblia. Huko mfano wa wale ambao walipewa talanta, mmoja akaenda kuichimbia asizalishe. Wale pia waliokuwa na 2, wengine 3 wakazizalisha zikaongezeka. Lakini pia Biblia anasema tawi ambalo alizai linafaa kukatwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, kwa kweli kanisa la Mungu linakuwa, tunapiga hatua ukilinganisha na vile ambavyo tulianza na watu 7 mpaka sasa. Kwa washirika ambao wako hai tunazungumzia 200+. Okay. Kwa hiyo unaweza kuiona kwamba ni neema ya Mungu. Kwa kweli tunamshukuru sana Mungu. Okay. Kuna changamoto ambayo tunaipata katika huduma yetu labda? Changamoto kama unavyojua, palipo na watu kuna vitu. Changamoto haziwezi kukosa. Na nafikiria kwa mtu ambaye uko timamu atagundua kwamba changamoto ziko sehemu zote. Mfano, hata Yesu Kristo atapomhubiri alikuwa na wanafunzi 12, lakini miongoni mwa wale ambao aliwatrain akafanya nao shughuli akaokoa watu, akatokea mmoja ambaye pia alimsaliti. Hii pia inaweza kuwa ni changamoto. Kwa hiyo katika taasisi, changamoto unaweza kukutana nazo. Unaweza kugundua kuna watu anaweza kawa anaaminisha watu kwamba ameokoka, lakini unakuta anaokoka kwa maneno, matendo yake bado anakuwa hajakaa vizuri. Anafanya vitu ambavyo katika jamii havikai sawa sawa. Kwa hiyo unakuta changamoto kubwa kuliko nyingine zote ni watu wanaweza kukiri kwa maneno, kumkiri Kristo kwa maneno, lakini matendo yao yakawa bado hayadhihirishi yale matendo yao mema kwenye jamii. Okay. Maisha ya Daving ya mtumishi wa Mungu sasa hivi na askofu, kabla ya kuokoka alikuwa vipi kwa ufupi labda? Namshukuru Mungu, wakati Yesu anakuja kuniita sikuwa mtu wa sarakasi sana. Labda nimepata kuwa kwa kupenda labda starehe kama muziki na mambo mengine ya kawaida kama hayo, lakini sikuwa kwa mtu ambaye hakuwahi kunijua katika historia ya maisha yangu. Sikuwahi kuwa katika kutekwa na dhambi ya kulewa. Sikuwahi kulewa. Labda matendo mengine ambayo ni madogo madogo ya ujanani, hayo nimewahi kupita huko, lakini namshukuru Mungu. Okay. Kuna neema ipo. Okay. Kuna vijana wanatutazama kwa sasa ambao wanatamani kuwa kama David, lakini pia bado hujapata neema ya kumrudia Mungu na kuacha dhambi. Tunawaambia nini labda kwa ufupi? Naam, wito ambao Bwana ameutoa kwa ajili ya vijana, anasema tumtumikie bado tukiwa na nguvu. Unapokuwa umezeeka, kuna wakati unatamani kufikia mahali uwezi kufika kwa sababu ya umri. Namba zinakuwa zinasoma zimeshazidi hizi. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana, nafasi ya kumtumikia Bwana inawezekana. Ni kupangilia tu vizuri mambo yako. Unaacha kufanya mambo yasiyo ya msingi, alafu unawekeza nguvu zako kwa Mungu. Kwa Yesu kuna raha. Wengi waliomtumikia Yesu hawakuwahi kupata shida. Changamoto kubwa, unaweza ukijisahau ukashindwa kumtumikia Yesu, huko mtaani unafanya mambo ya ovyo. Dunia sasa hivi na vijana ambao wana mambo ambayo ni mabaya, wanatumia vileo mpaka vinawafanya kusahau kupangilia mipango yao, maisha yao yanaharibika. Kwa hiyo kwa Yesu neema ipo, na maandiko yamezungumza dhahiri kwamba unapomtumikia Yesu, anasema ya kale yanapita, unafanya kuwa kiumbe kipya. Sana tu ukishapokea neema ya kumjua Kristo, cha msingi ni kulinda ule ushuhuda ambao Bwana ameweka juu yako. Kujitenga na mambo ambayo sio ya msingi, kujitenga na vikundi ambavyo vinaweza kukuangusha. Maana kuna a lot of people wameanguka kwa sababu ya kuamini makundi ya vijana wanaoshawishi kulewa, kuvuta bangi, kufanya matendo ya wizi na matokeo pia yasiyofaa. Kwa hiyo vijana wanaweza kuamini Yesu na akawaweka huru, na wakajikuta sasa wamekuwa ni watu ambao ni msaada kwa familia, kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla. Ndio. Kuna mtu anayekusikia Daving Geoffrey redioni Uncle Kibes, DJ Daving, lakini akakupata kwenye utumishi. Alipata changamoto. Tumuondoe hofu gani kwamba Mungu anaenda kutenda miujiza? Yesu pamoja na kuwaokoa watu, alienda baharini. Kuna mahali fulani unagundua katika maandiko wanamuita Bwana mkubwa, upepo unakuja.
Yesu alivua samaki. Kwa hiyo nje ya kufanya, unajua kuna kazi alafu kuna utumishi wa Mungu. Kuna baadhi ya watu wanashindwa kufahamu haya mambo. Labda leo niweke tu wazi. Ile ya kutangaza katika radio ilikuwa ni kazi. Kanisani nilipoitwa ni kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Kwa hiyo ninachoweza kuiambia jamii, ukifanya utume pasipokuwa na maarifa, Bible ya Kiingereza imefafanua vizuri, inasema my people perish for lacking knowledge. Kiswahili, watu wangu wanaangamia kwa kuyakosa maarifa. Ukimtumikia Mungu pasipokuwa na kazi, utaenda kuwa mzigo kwa watu. Kwanza, utakuta kanisani mafundisho yanayohusu utakatifu ni machache. Mengi yanafundisha utoaji. Unawafanya watu wawe tegemezi kanisani. Unafundisha mtu asipotoa analaaniwa tu. Yaani kila Jumapili ni kujifungamanisha na madhabahu, sadaka ya kujiteketeza, sadaka ya kujimaliza, kwa sababu huyo mtu amekimbilia kuoni kanisa, hajaweka misingi ya kupata fedha. Kwa hiyo kazi ilinisaidia kupata fedha ya kujisomesha, kuenda katika huduma. Kwa hiyo nilienda katika huduma nikiwa namtumikia Bwana, simtegemei mtu katika huduma, namtegemea Mungu na kazi ambayo ilinisaidia kufikia mahali hapo. Yote ndani ya kanisa aliyetumiwa vitu vya kisho ayaanza kula mbioti. Unakuta injili inayopigwa nyingi ni ya kuwaibia watu, ni kuwatapeli watu. Yaani unakuta mtu awambii realistic, anazungumza vitu kwa ajili ya kujipatia kipato, sio kuwasaidia watu waione mbingu. Na wengi ni watahadharisha pia wao makini. Sio kila anayemtamka Kristo anakusudia kuwavusha watu kuwapeleka katika ulimwengu wa roho. Wako na wengine ambao wakishindwa kuwa na maarifa, wanawafanya wale wanaowaongoza kuwa tegemezi. Kwa ufupi, wanawatapeli fedha. Okay. Sawa. Tukiwa tunamalizia, mpenzi mtazamaji, tunaye Daving hapa, ni mtumishi wa Mungu, ni askofu kutoka katika kanisa la Pentecost iliyoko ndani ya Chonyonyo, maeneo fulani hivi ya wilaya ya Karagwe mkoani Kagera. Labda nitamani kama utakuwa na neno kwa watumishi wenzako wa Mungu, labda unalipi la kuambia? Ukisoma maandiko yanasema, tazama ilivyo vyema ndugu wakae pamoja kwa umoja. Hiyo ni Zaburi 133 mstari wa kwanza. Mimi wito wangu kwa watumishi wa Mungu, kazi hii ya kumtumikia Mungu inahitaji watu ambao kwanza wamejitoa, lakini wanafanya kazi kwa umoja. Ili tuweze kufanikiwa kumtumikia Mungu kwa viwango, ni lazima tutengeneze ile hali ya kupendana. Tazama siku hizi unaweza kushangaa watumishi wa Mungu badala ya kukemea dhambi au kuwafundisha watu maisha ya utakatifu, anahubiri mtumishi mwenzake katika madhabahu yake. Yaani madhabahu X inahubiri madhabahu Y. Kwa namna hiyo, kwa namna ambavyo unakuwa unakosea. Lakini jambo la pili, katika kuwafanya watu wafikie hatima za maisha yao, lazima tuwafundishe kufanya kazi. Hata Bible inasema asiyefanya kazi asile. Unashangaa mtu yupo kanisani siku 7 za wiki, anaomba na garagara, lakini hana muda wa kufanya kazi. Ukisoma ile sala kuu kuliko zote, nasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Mbele huko anasema utupe leo riziki yetu. Kwa hiyo riziki inatafutwa leo. Lakini pia Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 anasema ombeni nanyi mtapewa. Anaongeza jambo, tafuteni. Kuna vitu haviombwi, vinatafutwa. Pesa haiombwi. Kama kuna mtumishi wa Mungu yoyote ananifuatilia mahali hapa na anataka kudhibitisha uongo wangu na ukweli wangu, hebu awafungie watu kanisani kwake siku 8. Waombe, wafunge, wasile, wasifanye dhambi yoyote, wafunge kanisani siku 8, wasiye chochote, wamuite Mungu. Nakushukuru sana. Ndio. Nashukuru sana. Ni mengi ambayo amezungumza mpenzi mtazamaji. Bila shaka umeweza kuyapata na umeweza kuyasikia, lakini pia kwa ufupi labda tukumbushe tulikuwa na nani labda. Naam, mtazamaji, mimi ni mtumishi wa Mungu, jina maarufu Bishop Daudi. Majina yangu kabisa ni Daving Geoffrey, na mtumikia Mungu katika madhabahu ya Pentecost Imani Kuu. Hapa tupo Chonyonyo, wilaya Karagwe. Ninamuru moto, na wewe hapo, na wewe kimbia fire.
Fire!